Na mtazamaji, leo hii ikiwa ni tarehe 6 mwezi wa 6 mwaka 2025, kwa mara nyingine taifa jirani la Tanzania limeweza kupata pigo jipya. Haya yote ni kutokana na kitendo cha kihuni ambacho kiliweza kutekelezwa dhidi ya mwanaharakati wa nchini Kenya Boniface Mwangi pamoja na yule kutoka katika taifa jirani la Uganda. Mtazamaji, kwa mujibu wa taarifa ambayo imeweza kuchapishwa na mwanaharakati wa taifa la Tanzania ambaye ni Mariam Sarungi, ameweza kuzungumzia jinsi ambavyo serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan imeweza kupata pigo hili, ndege ya Air Tanzania kupigwa marufuku na EU. Mtazamaji, ni kipi ambacho kimeweza kusababisha shirika hili la EU kupiga marufuku ndege ya Air Tanzania? Ila mtazamaji, kabla nikufahamishe zaidi, kwanza kabisa ningependa nikushukuru wewe hapo ambayo umeweza kufanya jambo la busara kwa kusubscribe katika channel hii, na iwapo ni mara ya kwanza kupatana na video zetu, hivyo basi tungependa uweze kutupa support yako kwa kufanya jambo la busara kwa kubonyeza maneno yaliyoweza kuandikwa subscribe chini ya video hii. Iwapo utaweza kufanya hivyo, basi utakuwa umeweza kutupa support kubwa. Naam mtazamaji, licha upinzani mkali wa siasa zinazozidi kushuhudiwa hivi sasa katika taifa la Tanzania, kwa kweli taifa hilo limeweza kuathirika nje pamoja na ndani, kwani hatua ya hivi punde ambayo imeweza kuacha wengi kushangaa na kuamini kwamba huenda Rais Mama Samia Suluhu Hassan anazidi kupoteza mwelekeo. Haya yote Wakenya hawajaweza kuyanyamazia kimya kutokana na hasira ambazo ziliweza kuwakumba wakati ambapo Boniface Mwangi aliweza kuitisha mahojiano ya moja kwa moja na vyombo vya habari nchini Kenya. Ila tukio la ndege ya Air Tanzania kufungiwa ni kutokana na baadhi ya marubani kutoweza kufikia kiwango cha uendeshaji wa ndege hizo na kulazimu baadhi ya wasafiri waliokuwa wakitumia ndege za Air Tanzania kuweza kurejea katika taifa jirani la Kenya na kutumia ndege maarufu ya Kenya Airways. Ila sote tunafahamu kwamba kutokana na vita vya kimtandao vinavyozidi kujadiliwa siku baada ya siku kati ya taifa la Kenya pamoja na Tanzania, je, hili litaweza kuwa ni jambo rahisi kwa wakazi wa Tanzania? Na sote tunafahamu kwamba kutokana na kile kilichoweza kufanywa kwa mwanaharakati Boniface Mwangi, idadi kubwa ya wananchi wa Kenya hawataweza kuruhusu baadhi ya Watanzania kuja kutumia usafiri wa ndege ya Kenya Airways. Hatua hii mtazamaji, itaweza kuathiri taifa hilo la Tanzania kiuchumi, hasa kutokana na baadhi bidhaa muhimu ambazo zilikuwa zikisafirishwa na ndege hiyo, pamoja na wakazi ama wasafiri waliokuwa wakitumia Air Tanzania hawataweza kuitumia tena, hatua ambayo itaweza kuzorotesha uchumi katika taifa jirani la Tanzania. Haya yote mpinzani mkuu Tundu Lissu katika taifa hilo anazidi kusherekea na kuamini kwamba haki itaweza kupatikana, haki kwa wanyonge ambao hawana uhuru wa kukosoa serikali hiyo ya Samia Suluhu. Na mtazamaji, pia katika taifa la Tanzania leo hii vijana wa Gen Z wa huko Tanzania pamoja na Wakenya wameweza kusambaza taarifa hiyo kuhusiana na ndege kuzuiwa kusafiri katika mataifa ya nje, hatua ambayo bado rais wa jamhuri hiyo ya Tanzania hajaweza kuamini. Je, mtazamaji, ni kwa nini mataifa ya nje yameweza kukataza usafiri wa ndege ya Tanzania? Je, ni kutokana na serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan kutumia nguvu kupita kiasi, ama ni wakati ambao umeweza kufika mataifa ya nje yaweze kuingilia kati kile kinachozidi kushuhudiwa katika taifa la Tanzania, kutokana na mambo ambayo vyombo vya habari katika taifa hilo la Tanzania havijaweza kupeperusha? Ila iwapo siku ya jana uliweza kufanikiwa kutizama mojawapo ya video niliyoweza kufanya katika YouTube channel hii,
utaweza kufahamu ni kipi ambacho hakiwezi kuonyeshwa katika vyombo vya habari vya Tanzania tuliweza kupeperusha. Na mtazamaji, amini usiamini, idadi kubwa ya Watanzania pamoja na Wakenya waliweza kutoa maoni yao, hatua ambayo iliweza kufurahisha wengi. Hivyo basi, kama hujaweza kutazama video hiyo, ni vema uweze kuipitia katika YouTube channel hii. Na mtazamaji, pia ningependa ufahamu kwamba leo hii, kutokana na pigo hilo ambalo limeweza kuikumba taifa hilo la Tanzania, hivi sasa ni wazi kwamba idadi kubwa ya wanasiasa katika taifa hilo Tanzania, hasa wabunge waliokuwa wakikosoa taifa hilo la Kenya, hivi sasa ndio wakati mwafaka kwa wao waweze kuona jinsi gani ambavyo taifa la Kenya ni muhimu na ni kubwa katika East Africa, kutokana na kile ambacho shirika la ndege Air Tanzania kupigwa marufuku na shirika la Kenya Airways kuachiwa anga huru kuendelea kusafirisha baadhi ya mizigo pamoja na abiria waliokuwa wakitumia ndege ya Tanzania Air. Na mtazamaji, ameniamini, katika shirika la East Africa, kwa kweli taifa la Kenya ni taifa la kutolewa mfano, kutokana na jinsi ambavyo siku baada ya siku, licha ya changamoto zinazozidi kukumbana nalo kwa uongozi wa serikali ya Kenya Kwanza, bado Wakenya wanazidi kutia fora, bidii na juhudi, hatua ambayo ni mfano bora kwa mataifa mengine ya Afrika Mashariki kama Uganda na Tanzania kutizama ama kukopi kutoka katika taifa hili la Kenya. Na mtazamaji, amini usiamini, hata changamoto nyingi anazozidi kuzipitia Rais wa Jamhuri ya Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan ameweza kukiri na kuweka hadharani kwamba Wakenya wameweza kuchangia pakubwa upinzani ambao uliweza kufanywa na Tundu Lissu. Mwisho Wakenya waliweza kuingilia kati wakidai Tundu Lissu aweze kupata haki, na amini usiamini, hatua hiyo iliweza kuweka muhemko mpya katika siasa za taifa la Tanzania, na sio kama ilivyokuwa hapo awali. Na mtazamaji, amini usiamini, iwapo hujaweza kupatana na video ambazo Watanzania wameweza kutengeneza kutokana na taifa hili la Kenya, ama vijana wa Gen Z katika taifa hili la Kenya, jinsi wameweza kusaidia kisiasa huko Tanzania, ni vyema uweze kuzipitia, ndipo uweze kufahamu jinsi gani ambavyo Wakenya wameweza kuchangia mwamko mpya wa siasa katika taifa la Tanzania. Na mtazamaji, hivyo basi leo hii ushindi mkubwa katika taifa hili la Kenya kwa kutumia ndege ya Kenya Airways kuchukua dili zote zile ambazo Air Tanzania ilikuwa iweze kufanya ila haiwezi kufanya, huenda katika mataifa ya kigeni kutokana na marufuku ambayo yameweza kufanywa. Tuachie maoni yako katika uwanja wa comment section, subscribe, like, comment na kushare. Bye bye until the next video.